Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar, Dr. Juma Malik Yakil, kwa kushirikiana na Waziri wa Maji, Nishati na Madini, Nadir Abdul Latifu, wamefanya ziara maalum ya kukagua miradi ya umeme inayotekelezwa Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya bajeti ya fedha ya mwaka 2026-27. Katika ziara hiyo iliyoanzia katika eneo la Welezo mkoa wa Mjini Magharibi na kuendelea katika eneo la Bambi na Makunduchi mkoa wa Kusini Unguja, ambapo viongozi hao walipata fursa ya kujionea hatua mbalimbali za utekelezaji wa miradi hiyo. Huu ni mwendelezo, Mheshimiwa Waziri, wa ziara zetu kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo tumeitekeleza katika mwaka wa fedha 2025-2026, na kama mnavyofahamu sasa hivi tunaelekea katika bajeti ya mpya ya mwaka 2026-27. Utaratibu wetu kabla ya kuingia katika bajeti mpya huwa tunafanya kitu tunaita review. Tunafanya mapitio ya ule mwaka uliopita ili kujua tumeperform kiasi gani, ili tuweze kupanga vizuri kwa kipindi kinachofuata. Mnaifahamu Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 8, juhudi kubwa inayofanya ikiongozwa na kiongozi wetu jemedari wetu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, katika kuhakikisha kwamba wananchi kwanza wanapata maendeleo ya kiuchumi, lakini pia wanapata maendeleo ya kijamii. Kwa hiyo umeme, maji ni masuala ya kijamii, lakini umeme ndio unachechua, yani ni chachu ya maendeleo mengine ya kiuchumi. Kwa upande wake, Waziri wa Maji, Nishati na Madini, Nadir Abdul Latifu, amesema wizara yake kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha na Mipango imejipanga kushughulikia changamoto zote zinazowakabili wananchi ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma hizo unakuwa wa uhakika na endelevu. Na kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi anatusaidia kwa kutupa fedha tunayoitaka kuhakikisha changamoto ya umeme Zanzibar inaondoka. Lakini mshukuru Waziri wa Fedha na Mipango na timu yake yote. Bila ya wao, niseme kweli, haya mambo yasingekuwepo, kwa sababu ukisikia World Bank wamekubali kutupa mkopo nafuu ni Wizara ya Fedha. Ukisikia fedha inaingia kwenye wizara yetu kusokomeza hii miradi kwa nguvu, kupeleka kwa nguvu, ni Wizara ya Fedha. Na kwa spidi hii tunaoenda nayo, naamini tutamaliza miradi kwa wakati, na Zanzibar by 2028 naamini changamoto ya kuzimika umeme Zanzibar wananchi wataisahau. Naye meneja mkuu wa shirika la umeme Zanzibar ZECO Haji ameeleza maendeleo ya utekelezaji wa miradi hiyo ya umeme pamoja na hatua zinazochukuliwa kuboresha huduma hiyo hapa Zanzibar. Kwa sasa tunapokea umeme wetu kutoka Tanzania bara kupitia kebo 2 za baharini kwa kisiwa cha Unguja na kebo 1 ya baharini kupitia kisiwa cha Pemba. Lakini tatizo kubwa liko Unguja. Kwa maana ya Unguja kwa sasa tunapokea megawati 135.7, wakati matumizi yetu halisi kwa sasa ni megawati 165. Hivyo tuna mapungufu ya karibu megawati 30. Sasa mfano kwa upande wa Unguja kutakuwa na component 4. Component ya kwanza itakuwa ni kujenga solar farm kule Matemwe, ambapo itazalisha megawati 30 ifikapo mwezi wa 9 mwaka huu. Na eneo la pili ni la uhuishaji wa njia kuu za umeme. Ikumbukwe kwamba kwa upande wa kaskazini tunazo feeder line 2 za megawati 17 na zote zimeshafikia ukomo wa matumizi yake. Na kwa upande wa kusini tunazo feeder 2 ambazo kila moja ya megawati 17 na zishafikia ukomo wa matumizi yake, yani kwa maana kwamba 100% utilization. Lakini kwa mkoa wa kusini tunazo feeder 2 za megawati 17 kila moja na zimeshafikia ukomo wa megawati 100%. Lakini sasa la kujiuliza sasa, tutapoongeza hii capacity, huu umeme tunaupatia wapi? Ndio hizi jitihada nyingine zinazochukuliwa na serikali, kwa maana kwamba pale Bambi tulipotembelea kutakuwa na uzalishaji wa megawati 40, lakini utakwenda kwa phase. Awamu ya kwanza ni megawati 20, ambapo tunakadiria ifikapo mwezi wa 7 mwaka huu tutapata megawati 20 pale Bambi. Kwa upande wa serikali tumeanza kujenga evacuation line ambayo itatoka Bambi kwenda Uroa, ambapo umeme utakaozalishwa pale sasa utaunganishwa na gridi ya taifa kupitia Uroa. Na kule Mangapwani vile na Matemwe vile tunajenga evacuation line ambayo ita connect umeme utakaozalishwa megawati 30 by mwezi wa 9 mwaka huu kuingia katika gridi ya taifa. Kwa hiyo ukiangalia kwa wastani wa haraka hapo tunaweza kupata megawati 50 kabla ya mwisho wa mwaka huu. Ziara hiyo inatarajiwa kuendelea katika mikoa mingine Unguja na Pemba, ikiwa na lengo la kuhakikisha wananchi wote wa Zanzibar wanapata huduma bora, salama na ya uhakika ya umeme na maji.
Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba, Mheshimiwa Rashid Hadid Rashid, anawaalika wananchi wote kuhudhuria katika uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa Kitaifa 2026. Tunu hiyo ya taifa itazinduliwa rasmi tarehe 2 mwezi wa 4 2026, ni pale pale katika uwanja mpya wa Gombani kuanzia saa 12 asubuhi. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Katika uzinduzi huo kutakuwa na burudani mbalimbali, bila kusahau burudani asilia. Njooni tuungane na Rais wa Zanzibar katika siku hiyo muhimu ambayo inakwenda kutengeneza historia mpya ndani ya uwanja mpya wa Gombani na kuisimamisha Kusini Pemba. Nyote mnakaribishwa.